hakikisha umeona wataalamu wa jiji husika. Kuna masavea ambao wanakuwa ni wa jiji, lakini wengine ni masavea wa mtaani. Kwa hiyo mimi kwenye hili swala la kama unataka kujenga, hakikisha kwanza ujue unatakiwa kufufua mipaka. Na swala la kufufua mipaka lazima uwaone wa masavea wa jiji husika. Nenda kwenye eneo la kwenye wataalamu wa ardhi kwenye jiji. Baada ya hapo utapewa savea, ataenda kufufua mipaka yako. Na unapoenda kufufua mipaka, na shauri usiende ukasema kiwanja changu ni hiki. Kama mimi nilifika pale nikamwambia savea kiwanja changu ni hiki, kwao naomba unifufulie mpaka hapa inaweza kuanza kujenga. Kwa savea mwingine, kwa sababu kile kitu pia inatakiwa network ili kwamba aweze kupata. Savea mwingine anaweza akachukua tu uzoefu kwamba mwisho siku kama mmiliki wa muda mrefu, ngoja tu niweke point, alafu mwisho siku akapoteza. Wewe mwambie mimi eneo langu lipo maeneo haya, nitafutie kiwanja changu ili niweze kufanya nini, kujenga. Point hizo azitafute yeye, hata kama unajua inawezekana point zimebadilika au zipo vile vile. Kwa ujiridhishe tu, lakini sio kumpa moja kwa moja kwamba ni eneo hili. Lakini kitu cha pili, ukiacha kwamba umeshaenda kwenye jiji husika, umeshawaona masavea, basi hakikisha unajua na hata na majirani zako. Ukiwa na majirani, kwa sababu kama kwenye viwanja kunakuwa na majirani mkono kushoto kulia, au kama ni umepakana na barabara, hakikisha unajua mipaka yako vizuri. Na kama una uwezo wa kupata majirani, basi ongea nao kuona namna gani ambavyo mnaweza mkashauriana au ukawapa taarifa ya ujenzi huo ili kwenda sawa. Kwa sababu wakati mwingine unaweza kwenye mipaka kuna namna ambavyo tunakushia fence. Yaani kama una jirani yako na mpango mji unaonyesha kwamba nataka mshare fence, mkiwa mnaweka kwa pamoja inaleta maridhiano mazuri zaidi kuliko ukaamua tu kuweka mwenyewe. Kwa hiyo ni vyema sana kuona jirani yako, share naye kwamba ninataka kufanya hiki kitu, kwa hiyo ili na yeye ajue kwamba anatakiwa kufanya nini. Kwa hiyo kitu kikubwa naweza kusema kwamba kwa kifupi, hiyo ndio changamoto ambayo nitamani kushare nanyi. Naomba uniambie kwenye comment yako kama ushawahi kukutana na hiyo changamoto ya bomoa na namna gani ambavyo ulipambana nayo au ilishaje. Na kama pia uko kwenye hiyo changamoto, usiache kuwasiliana nasi ili kuweza kushauriana namna gani ambavyo unaweza kukabiliana na hiyo changamoto na kuweza kutoka vizuri. Na kama haujakutana na hiyo changamoto, basi zingatia kuona wataalamu ili kuweza kufanya mchakato mzuri wa kupata nyumba yako bora katika maisha yako. Asante sana na kwaheri.